The Radar. Habari yako, karibu katika The Radar na mimi Ali Masubi. Kazi ya Radar siku zote huwa ni kuona vile ambavyo havionekani kwa macho ya kawaida, na hapa katika The Radar tunakuwa tunaangalia masuala mbalimbali ambayo yanakuwa yamejitokeza kwenye kona mbalimbali za ulimwengu wetu, iwe ni kule Mashariki ya Kati, iwe ni kule bara la Ulaya, Marekani, China, India, popote pale ambapo kuna masuala mbalimbali ambayo yametokea katika siasa za kikanda ama geopolitics. Hapa katika Radar tunakuwa tunaangalia kwa undani zaidi. Katika segment hii ya The Radar nataka tuelekee huko nchini Iran. Tunafahamu kwamba kwa siku zaidi ya 150 pamekuwa na vita ambavyo vimekuwa vinaendelea tangu vilivyoanza Februari 28, ambavyo Marekani na Israel kwa pamoja wakishirikiana walianzisha vita hivi, na vita hivi vilianza kwa mauaji ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Ali Sayyid Khamenei. Siku ya kwanza vita hiyo akawa ameuawa, na mpaka sasa hivi vita hivi vimekuwa vinaendelea. Lakini ambacho tunakiangalia katika segment hii ni swali ambalo wengi wetu tumekuwa tunajiuliza kwamba inakuwaje Marekani na nguvu zake zote hajaweza kuishinda nchi ya Iran mpaka sasa hivi? Ni sababu gani hizo basi ambazo zimeifanya nchi ya Iran mpaka sasa hivi haijaweza kudondoka? Kumbuka, Rais Donald Trump na viongozi wengine wote waandamizi wa nchi ya Marekani kama vile Pete Hegseth, ambaye huyu anakuwa ni waziri wa ulinzi wa nchi ya Marekani, Marco Rubio na viongozi wengine wa muhimu wa jeshi la Marekani, ukienda pia nchini Israel, waliamini vita hivi vingeweza kuisha mapema kabisa na pengine hata visingemaliza mwezi. Lakini pasina matarajio ya watu wengi, vita hivi vimeweza kwenda mbali na mbali zaidi, na sasa hivi inaonyesha wazi kwamba nchi ya Marekani chini ya Rais Donald Trump wanajaribu kuweza kujichomoa katika hivi vita ambavyo vimekuwa vina madhara makubwa, sio tu kwa nchi ya Iran ambayo inashambuliwa, bali kwa nchi ya Marekani, kwa uchumi wa dunia kwa ujumla, ikiwemo sisi wenyewe Tanzania tunaathiriwa. Kwa nini? Kwa sababu ya kupanda kwa bei za mafuta. Sasa sababu hizo ni zipi ambazo zimepelekea vita hivi visiweze kuisha mpaka muda huu? Cha kwanza kabisa, inabidi tuweze kufahamu kwamba nchi ya Marekani kwa kushirikiana na Israel ziliweza kufikia malengo yake ya kimbinu. Kila ambacho waliweza kukipanga kwenye mbinu waliweza kukikamilisha ndani ya siku za kwanza kabisa za kivita, ikiwemo ni mauaji ya Supreme Leader Ayatollah Sayyid Khamenei na viongozi wengine waandamizi wa nchi ya Iran. Hii huwa tunaita kama decapitation strike, mauaji ya viongozi ambayo ni viongozi wa muhimu kimaamuzi, wa kisiasa pamoja na kijeshi. Hicho ndicho ambacho kilifanyika. Lengo ni kuhakikisha hawa wanaobaki hawana kiongozi wa kuwaongoza. Hilo lilifanyika kwa ufanisi mkubwa ndani ya masaa ama siku za kwanza kabisa za kivita, na likawa limefanikiwa. Kingine ambacho kilifanyika ni kuweza kuteketeza uwezo wa nchi ya Iran wa kuweza kujibu yale mashambulizi, na hapo waliweza kushambulia jeshi la anga la nchi ya Iran, wakashambulia pia jeshi la maji la nchi ya Iran, wakazamisha vifaa mbalimbali, meli mbalimbali na kambi mbalimbali za jeshi la maji huko Bandar Abbas na sehemu nyingine za nchi ya Iran, lengo likiwa ni kunyima Iran uwezo wa kujibu yale mashambulizi na kuweza kushambulia meli zao. Hilo nalo likaweza kufanyika kwa ufanisi mkubwa. Kingine ambacho ndio uimara mkubwa wa nchi ya Iran ni makombora ya nchi ya Iran, na hapo Marekani wakawa wameshambulia maeneo kadhaa ambayo yanasema kuwa na makombora hayo, na mbali na kushambulia maeneo ambayo yanasema kuwa na makombora hayo, tukaona pia Marekani wakienda mbali zaidi, wakashambulia pia vifaa vile ambavyo vinatumika kwa ajili ya kushambulia makombora hayo, yani tunaita kama launchers ama TEL, Terrestrial Erector Launchers. Ni gari maalum ambazo huwa zinatumika kwa ajili ya kufyatulia makombora. Hizo nazo wakawa wanashambulia na mitambo mingine. Lengo lilikuwa ni kuweza kuizuia pia Irani isiweze kuwa na uwezo wa kuweza kufanya majibu, na hilo wakawa wameweza kufanikiwa kwa kiasi chake. Lakini pia wakashambulia viwanda mbalimbali vya nchi ya Iran na sehemu mbalimbali za kiuchumi za nchi ya Iran. Lakini cha msingi zaidi ambacho kingine kilishambuliwa ni vituo vya nyuklia vya nchi ya Iran kama vile Natanz,
Fordo na sehemu vingine, hata kama mwanzoni vilikuwa vimeshambuliwa, lakini wakawa wameshambulia hivi. Mwanzoni lini? Katika operesheni za mwanzo ambazo Marekani aliweza kushambulia kama vita vya siku 12 tunakumbuka, baina ya Israel na nchi ya Iran. Marekani akaingilia dakika za mwisho, alishambulia hivyo vituo vya Fordo na Natanz, lengo likiwa ni kuweza kurudisha mpango wa nyuklia wa Iran nyuma, ambao pengine unaweza ukasema huu mpango wa nyuklia wa Iran kwa Marekani na Israel ndio imekuwa kisingizio kikuu ama imekuwa sababu kuu ya wao kuanzisha vita hivi. Lakini pamoja na kusema Marekani ilipata mafanikio, yani tactical success, lakini shida imekuwa wapi? Shida imekuwa ni kwamba kwa sababu Marekani haijaweza kupata strategic success, ama unaweza ukasema mafanikio ya kimkakati jumuishi. Hicho ndicho ambacho hakijaweza kupatikana. Lakini unajiuliza, kama decapitation ilifanyika na lengo la kwanza likiwa ni pengine kusababisha mvurugano, pasiwe pana mwelewano wa uongozi, jeshi liparanganyike na pengine machafuko yatokee. Machafuko yakishatokea waweze kupandikiza mtu wao ambao wao wangemuona nafaa. Hiyo huwa tunaita regime change, na sio mara ya kwanza imewahi kufanyika nchini Iran. Iliwahi kufanyika mnamo mwaka 1953 ambapo kiongozi aliyechaguliwa na raia kidiplomasia, Mohammad Mossadegh, aliweza kupinduliwa. Kwa nini? Kwa sababu alizuia Marekani pamoja na washirika wake, hasa kipindi hicho wakiwa ni Uingereza, wasiweze kufaidika na mafuta, rasilimali ambayo ilikuwa ni rasilimali yenye umuhimu mkubwa kwa taifa la Iran. Kwa hiyo baada ya kuwa ameibinafsisha, ikaonekana hafai, na ikafanyika operesheni maarufu ambayo ilijulikana kama Operation Ajax. Lengo la operesheni hii ilikuwa ni kuweza kumng'oa Mossadegh, na kweli wakamng'oa, wakampandikiza kiongozi kibaraka ambaye ni Shah ama mfalme. Huyu akaweza kuhudumu kuanzia mwaka huo 1953 mpaka alivyokuja kupinduliwa na yeye kwa mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979, na tangu kipindi hiyo nchi ya Iran ikawa chini ya utawala wa Kiislamu na viongozi hawa wanaojulikana kama maayatullah, mfumo maalum wa kidini ambao ndio unakuwa unaongoza siasa na masuala mengine. Na hapa tunajua kwamba kiongozi ambaye aliuliwa huyo katika siku za kwanza za vita, huyo ni kiongozi wa pili baada ya kiongozi wa kwanza, yeye kuwa alifariki kwa sababu za kibinadamu kabisa, na huyu kiongozi akawa mpya wa Iran ama kiongozi wa pili akawa ameingia madarakani, na yeye ndio akawa ameuliwa katika hizo siku za kwanza za vita na viongozi wengine wa kijeshi. Lakini nchi haikuweza kudondoka. Hapo ndio unaanza kuona mambo yalivyoanza kwenda vibaya. Kwa nini nchi haikuweza kudondoka? Kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza, kijeshi, unaweza ukasema ni mfumo ambao ni decentralized. Tunasema mfumo decentralized ni mfumo ambao maamrisho pale ambapo viongozi wakuu wanakuwa wameweza kuuawa katika vita, maamrisho yale ambayo yalikuwa yapo mwanzo yanabebwa na wengine huku katika kamandi ndogo ndogo, na yale maamrisho yanatekelezwa. Ndicho ambacho tulikiona nchini Iran, na huu kaitwa kama mpango wa Mosaic Defense, mpango wa kiulinzi ambao mifumo ya kijeshi inadondoka mara tu baada ya wale viongozi wakuu ambao walikuwa wanategemewa kutoa maamrisho wawe wameweza kuondolewa. Huwa kuna mifumo miwili tu ya kusurvive decapitation strike, either huwa decentralization ambao wa Iran wamefanikiwa. Yapo mataifa ambayo yalifeli kwa sababu viongozi wakuu wanavyoondoka, huwa kuna kitu kinaitwa power vacuum ama ombwe la uongozi. Kwa sababu kuna power vacuum, watatokea wengine wanaogombania yale madaraka. Kwa hiyo hapa wa Iran waliweza kusurvive kwanza katika jeshi lao, kwa sababu ya jeshi lao liliweza kuvunja yale maamrisho kwenda katika ngazi ndogo ndogo. Na huu mfumo wao wa Mosaic ni kwamba kila mkoa uliweza kujisimamia wenyewe kama kamandi, ile mikoa yao yote ya nchi ya Iran, iwe ni Isfahan, iwe ni Mashhad na sehemu nyingine zote ziliweza kuvunjika na kubeba maamrisho yake zenyewe kwa kujitegemea. Lakini sababu nyingine unakuja siasa. Sasa tunafahamu kwamba dini ipo pale inasimamia siasa na vitu vingine. Sababu nyingine za katiba, tunaona katiba yao ilivyokuwa strong, namna kina Ali Larijani na lile baraza la mpito lilivyoweza kuingia kwa mujibu wa katiba yao na kuweza kumpandikiza ama kumchagua yule kiongozi wao. Tunaona namna gani ilivyokuwa ina umuhimu na namna gani ilivyoweza kusimamia zoezi la kumpata kiongozi mkuu mpya, namna lile baraza kubwa kabisa la wale viongozi maayatullah zaidi ya 80 ambao walikutana pia wakamchagua supreme leader. Hiyo yote inaonyesha ni mfumo imara pia wa kikatiba ambao wa Iran wamekuwa nao. Lakini huo mfumo ndio mfumo ambao tunauita kama wilayatul faqih, yani utawala wa mwanazuoni kwa ujumuisho wake. Ni mfumo ambao ni ngumu kuongosha, kwa sababu
uko juu ya serikali, lakini pia uko juu ya jeshi. Wenyewe ndio unasimama pale, wakati siasa wanaachiwa huku bunge, mahakama pamoja na mfumo wa kawaida wa kufanya maamuzi ama executive unaongozwa na rais na wengine. Sababu nyingine ni taifa lenyewe la nchi ya Iran, taifa ambalo wananchi walibadilika na wote baada ya mashambulizi ya Marekani. Kweli walikuwa na tofauti zao, kweli kuna vitu vilikuwa haviwaridhishi kuhusiana na uongozi, lakini baada tu ya mashambulizi ya Marekani na Israel wote kwa pamoja waliungana. Kwa hiyo hapo pia mpango wa Marekani ukadondoka na Rais Trump akawa haelewi nini kimetokea. Haikuwa kama ambavyo ilitokea Libya kile kipindi tunavyokumbuka kwamba baada ya wao kuanza mashambulizi wapo raia wengi ambao waliweza kuingia. Hiyo ikawa pia imeweza kufeli na utawala wa Iran ukawa umeweza kuendelea kuwepo madarakani. Kumbuka kuna vita, lakini pia kama raia wangeingia mtaani na kuanzisha mashambulizi ama kuanzisha maandamano, ikikuwa ni ngumu sana, ingewawia vigumu sana viongozi wa nchi ya Iran kuweza kumaintain utawala wao. Kwa hiyo unaweza ukaona ni mchanganyiko wa sababu kadhaa, lakini sababu nyingine ambayo unaweza ukasema ni ya mwisho na kubwa zaidi ambayo inafanya hawa jamaa waendelee kuwepo madarakani ni wao kuweza kuandaa. Hivi vyote havipo kwa kubahatisha, ni vitu ambavyo wameviandaa kwa muda mrefu sana. Kwa miaka mingi waliweza kujua watashambuliwa na wakaja na counter measures. Walijua kwamba siku moja Marekani itashambulia vituo vyao vya nyuklia, walijua kwamba Marekani siku moja itaweza kushambulia makombora yao, na wakawa wameandaa mazingira ambayo hata kama watashambuliwa kuna namna watakuwa na uwezo wa kumaintain second strike. Siku zote unapoanziwa kupiga first strike, yani unapopigwa shambulio la kwanza, lazima kwa namna fulani wewe una uhakika wa kujibu, ama second strike. Ukiwa una uhakika wa kujibu, unavunja ile possibility ya kufanyiwa preemptive strike kama ambayo Waarabu walifanyiwa katika vita vya siku 6 mwanzoni mwa miaka ya 60 na nchi ya Israel. Walifanyiwa preemptive strike. Preemptive strike ni shambulizi ambalo linakuwa limelenga kuvunja kabisa uwezo wa wewe kuweza kumshambulia adui yako kama yeye amehisi ungemshambulia, lakini kama kuna namna una uwezo umeuficha wewe, maana yake utakuwa na uwezo wa kufanya second strike, kitu ambacho wa Iran waliweza kufanya kwa sababu ya mitambo yao ya makombora ambayo inasemwa ipo katika milima, ipo katika maandaki ambayo ni ngumu kuweza kuiangamiza, ama unaweza ukasema miji ya maandaki ambayo bila shaka ipo makala hapa nimeweza kufanyia hapa Safi kuhusiana hiyo miji ya makombora, lakini zipo nyingine zitakuijia, zote nitakuletea kuhusiana na miji ya makombora na aina za makombora hatari ya Iran ambayo watu wameyaona, makombora kama Khorramshahr, makombora kama Sejir, makombora kama Ghadir, Emad na makombora mengine ambayo yameweza kutumika katika vita hivi, Khaybar Shahan na mengine mengi, drones za hatari ambazo zimeweza kutumika na Iran. Hivi vyote vimeweza kuipa Iran deterrence. Deterrence ni uwezo wa kufanya majibu ama kuweza kumtisha adui yako kwamba asiweze kushambulia, au akikushambulia awe ana uhakika na yeye unaweza kumsababishia madhara au mashambulizi. Kwa hizo sababu kwa uchache naweka nukta katika segment hii ya The Radar, lakini tutakutana tena katika segment nyingine, ambapo katika hiyo segment nitakuelezea pia kiundani gharama za vita ambazo zinaogofya. Unaweza ukashangaa nchi ambayo imezidiwa kinguvu za kijeshi, imezidiwa kiuchumi mara nyingi zaidi. Marekani ina uchumi mkubwa by far, zaidi ya dola za Kimarekani trilioni 30. Iran ina uchumi ambao sio mkubwa, haufikii hata trilioni 1. Ina uchumi wa dola bilioni 300 tu, lakini inaweza kuichezesha Marekani kiasi hiki lakini pia unakuja katika gharama za kivita. Namna gani Marekani ameweza kutumia gharama nyingi sana katika kupigana vita hivi. Hivyo vyote tutakutana navyo katika segment nyingine. Tutakuwa tuna map the cost of war, tutakuwa tunaangalia gharama halisi za kivita zinazoogofya ambazo Marekani mpaka sasa hivi tunaambiwa ametumia karibia trilioni 300 za Kitanzania. Trilioni 300. Hiyo ni bajeti yetu ya nchi yetu sisi ya Tanzania kwa miaka 5. Hiyo Marekani peke yake ameitumia kwenye vita. Lakini hatutoacha pia kuongelea uharibifu ambao Iran anasema kuwa amesababishiwa, ambao inasemwa ni uharibifu ambao ni karibu zaidi ya trilioni 700 za Kitanzania, ikiwa inamaanisha miundombinu yote na sehemu mbalimbali zote ambazo zimeweza kuathiriwa na mashambulizi haya ambayo yamekuwa yanaendelea na Marekani. Hii ni The Radar. Ulikuwa nami Ali Masubi, nyuma ya kamera ni director Eze. Niseme asante sana, tukutane tena katika segment nyingine ya The Radar. The Radar.